Paulo anawaambia Wakristo wa Rumi ya kwamba imewapasa ndugu zangu, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Miili yenu hii, mkono, mguu, macho, kinywa, kichwa na viungo vingine vyote vya miili yenu iwe dhabihu takatifu, dhabihu iliyo hai lakini takatifu ya kumpendeza Mungu, ili kwa hivyo hiyo ndio itakuwa ni ibada yenu yenye maana, inayokubalika mbele za Mungu, ni ibada inayompendeza Mungu. Kumbe tunaweza kufanya ibada lakini haimpendezi Mungu au haikubaliki na Mungu au isiyokuwa na maana yoyote, ndio ibada yenye maana. Kwa hiyo tunahitaji kufanya ibada yenye maana machoni pa Mungu, sio mradi tumefanya ibada. Tunataka ibada yenye maana, inayokubalika machoni pa Mungu, inayompendeza Mungu. Bwana asifiwe. Ndiyo hicho Paulo akawa anawaelezea, akasema kwa kujitoa hivyo miili yenu, anasema mnapaswa msifuatishe namna ya dunia hii, msifuatishe mwenendo wa dunia hii. Dunia hii ina mwenendo wake, yaani watu ambao hawajamjua Kristo wana maisha yao, wana mfumo wao wa maisha. Tafsiri za Kiingereza, do not conform to the pattern of this world, yaani tusienende kwa mfumo unaokubalika tu kidunia. Dunia ina mfumo wao bana, wana namna wanavyoona mambo yao yanavyokwenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anatuambia msienende hivyo, msifuatishe. Unaona, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ya ukamilifu. Kumbe inawezekana kwa njia ya kugeuzwa na kufanywa upya nia zetu. Kwa hiyo kuna transformation ambayo inatakiwa itokee katika maisha yetu, kuwa transformed. Alafu kuna kufanya nini? Kurenew, kufanywa upya, to renew. Umeona, yani kurudi ile hali yenyewe halisi Mungu anaipenda. Kwa hiyo muwe transformed. Nataka kutumia neno hili, neno transform, mgeuzwe. Katika lugha ya Kiingereza amesema be transformed. Tafsiri za Kiswahili nasema mgeuzwe. Lugha ya asili Biblia imeandikwa kwa Kiyunani, imetumia neno metamorphosis, ambalo hilo neno wanalitumia hata wanasayansi kuelezea mabadiliko fulani yanayotokea katika viumbe. Na sasa nitatolea mfano ambao nilienda kwenye Google, nikamwambia hebu niambie Google, siku hizi mnamuuliza Google na AI, hebu niambie transformation ni nini, inafanyaje hapa? Nikawa nimemchukua huyu, tulimsoma kwenye science tukiwa zamani primary, tukajifunza metamorphosis ya nani? Ya kipepeo. Tukajifunza kugeuzwa, anavyogeuzwa kutoka yai akawa katapila, alafu akawa nini? Akawa lava, mpaka akaja akawa kakipepeo. Kwa hiyo neno lilotumika pale ni hilo transformation, kugeuzwa, ambapo kwa Kiyunani sasa ni metamorphosis. Hebu kila mtu aseme metamorphosis. Leo tunajifunza Kiyunani. Metamorphosis ndio hiyo kugeuzwa, yaani unageuzwa kutoka hali moja kwenda hali nyingine, lakini hali unayoiendea ni bora zaidi kuliko hali uliyoiacha. Bwana asifiwe. Hairudigi nyuma, it is not reversible, hairudi nyuma, ila tunaenda mbele. Kwa hiyo hali tunayoiendea inakuwa nzuri zaidi. Umeona hilo neno zito sana. Kwa hiyo tutumie hebu kama mfano. Hebu tuende sasa wote kwenye science ya kipepeo. Wangapi wanamjua kipepeo? Wote. Yaani asiyejua kipepeo, yaani sijui kama yuko duniani. Vipepeo wako dunia nzima, lakini angalia maisha yao yanavyoanza. Maisha yao yanaanza yai. Lile pale yai. Hili yai linapokwisha kutagwa na mama kipepeo, linatagwa kwenye kajani. Mama kipepeo ana imani huyu yai atakuja awe kipepeo kama mimi. Lakini angalia anapomtaga kwenye yai,
Hili yai halipaswi kukaa hivyo hivyo. Likikaa hivyo hivyo, siku chache majani yananyauka, yanadondoka, litadondoka na watu watalikanyaga, litapotea. Kwa hiyo linajitahidi humo kwa miujiza ya kimungu kutotoleka. Mlishawahi kukuta mayai yanatotolewa, kuku anataka kutoka, utakuta yai linavunguruka, linafanya limara, linapata ufa. Ukienda pale unakakuta mle katoto kanapambana kweli, mpaka lile gamba linafanya nini? Linapasuka, kanatoka. Ndivyo inayotokea sasa. Likipasuka hilo yai la mama kipepeo, anatokea kiwavi. Inaitwa nini? Kiwavi au viwavi. Kiingereza wanatumia neno lava au katapila. Wote mlishaliona linafanya hivi? Umeona? Sasa akishakuwa kiwavi namna ile, hatakiwi akae kiwavi. Bwana asifiwe. Metamorphosis lazima iendelee. Akisema akae kiwavi, kuna hatari. Kwa hiyo inabidi atoke kuwa kiwavi na kuendelea hatua nyingine. Wakati anapokuwa kiwavi namna ile, sifa moja kubwa ambayo anasifiwa nayo ni kwamba yeye ni mlaji. Yaani yeye kazi yake ni kufanya nini? Kula, 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 ili kana ukiwenda ukatukuta ndio kametoka kadogo. Kwa hiyo ili katoke kwenye ule udongo lazima kale kweli kweli. Kwa hiyo utakuta wakianguka kwenye shamba lako, zikipita siku 2, rafiki yangu, nenda kalione ile shamba. Mimi bana pale nyumbani kwangu kuna maembe, miti ya maembe. Wakishukaga kwenye miti ya miembe, ukawaona leo ukakuta ndio wamelala, utaona dalili ni wamejisaidia chini. Ukipitisha siku 2, mwembe haupo. Yaani majani yote yameisha. Kwa hiyo wana wawahi na wateremsha. Kwa hiyo kazi yao ni kula kula kula. Wakianguka kwenye shamba la mahindi, hamna mavuno mwaka huu. Simulishasikia viwavi Jeff? Washuke sasa. Hatari yao ni wakati wakiwa umri huu hapa. Umri hatari. Alafu ndio yananenepa kweli, rafiki yangu. Wewe Mkristo unapokuwa unapitia metamorphosis, ni lazima ule nini sasa? Ule neno la Mungu. Makofi kwa Bwana. Ole wako usipokula. Utabaki kaivi ka Kristo kaivi. Lakini hatari kubwa nyingine ni kwamba unanenepa, unaonekana, unapendeza. Umeelewa? Mimi nilikaa huko Zambia miaka 2. Alafu wamejipanga waliokaa Zambia, na huyu nyuma hapo naye alikaa huko. Askofu wetu alikuwa baba mkubwa, ndio shemeji yake kakiwa kadogo hako, lakini amemetamorphosis. Mimi na Gertrude tulikaa kule. Niliwahi kutoa hapa ushuhuda fulani hivi. Sasa tulipokaa kule wa Zambia, hii katapila ndio chakula poa sana. Yaani wao hawawindi kipepeo hata siku hii, wao wanawinda katapila. Sasa wahaba katapila wana kipindi chao, yakimwagika kwenye msitu yanakuwa mengi, yamezaliana. Sasa hawa ndugu zangu wa Zambia, nadhani na Malawi huko na Tanzania wa mpakani kule wapo, lakini zaidi kule wanakusanya hii kitu kama vile Wahaya wenzetu huko na Uganda wanavyokusanya senene. Hawa nao wanakusanya hizi kitu magunia, sio kabakuli, magunia. Sasa tulipokuwa kule tunakata kitu kimoja. Sasa tumeenda kliniki, tukashauriwa mtoto ale chakula bora, na tukwaga tunaenda wote, mimi na mke wangu. Chakula bora, tukatajwa aina za vyakula bora ikiwemo na katapila. Kule wao wanaita fish meat. Fish meat. Kwa sababu fish meat ndio nini? Kwa sababu mimi kwenye lugha yangu tunaita masimi. Sasa fish meat. Kwa sababu you don't know caterpillars, because I know. So those things you eat. Wakasema yes. Sasa in short, tukawaeleza wenzetu, tukamwambia hii kitu mbona mnatushangaza? Akasema tutawapeleka. Wakatupeleka sokoni. Tukafika kwenye soko, tukakuta chakula kalanga nene na anayeuza katapila pale ziko nyingi tu, yani magunia ndo nini kama wanavyouza tu nani. Mke wangu alipoyaona anakaa mbali na mimi, nikamwambia sogea, wanda tuvutie hapo pale. Tukasogelea tukaangalia, ila hatugusi.
ukiangalia yana mafuta namna hii. Kwa hiyo tukila chakula na rafiki zetu kwenye meza, married couples tumejikusanya, mimi na mke wangu hapa na mtoto wetu mwingine pale, vyakula vimetengwa na bakuli la katapira limewekwa, alafu limejaa. Sasa wanatuambia leo mleli afishimi, leo mtakula katapira. Tukasema hapana, sisi hatulagi. Basi wakaanza kula, wakila, sisi tunakula chakula. Mke wangu naona hata uso ukawa umejikunja kidogo, yani anasikia kinyaa fulani. Sasa katoto ketu kalipoona wenzetu wanakula, yani wanashangaa, kakakataa kula ugali. Kakasema na mimi kanataka zile katapira. Ndio na kalikuwa kameshaanza kujifunza Kizambia. Ndefwaya. Mama yake anapiga mkono hivi, Kenya kanafanya hivi. Sasa wale wenzetu wakakasirika, wakatuambia, kwa hiyo mnatudharau sisi tunapokula hizi? Kwani nyie kwenu hamlagi vitu vingine ambavyo ni vigeni? Kwani hakuna wadudu mnakula? Tukasema wapo, mapanzi yale tunaleta masenene sisi, kuna kumbikumbi. Sasa mbona mnakula alafu sisi hapa mnatushangaa? Acheni hayo mambo ya kinani, nyie ni wa missionary bwana, mnatakiwa kula kila kitu. Tukatulia kidogo, alafu katoto ndio kanakazana. Mwingine akachukua kakapatia kukapatia kale katoto, kakasondeka mdomoni, kachu kakaanza kutafuna, mafuta yanashuka huku, kanalama namna hii, kanarudisha namna hii. Mama yake yani sasa anatabika pale Gertrude, anajiuliza hapa nafanya nini? Mimi kuona hivyo nikasema, kama binti yangu amekula, sasa nini kimebaki? Na mimi nakula. Nikafumba macho, nikachagua dogo kwanza, nikafumba macho, alafu nikaingiza, nikatafuna huku nimeziba pua kwa ndani. Kacha. Kumeza hivi tamu sana. Nikasema sio kawaida. Nikaongeza, ni tamu sana. Nikachukua sasa nyingi, nikaweka na kwenye sahani yangu. Tangu hapo mimi nikawa mla katapira. Lakini mke wangu yeye aligoma milele. Mpaka tunatoka huko hataki. Lakini mimi, lini mnaleta katapira? Tukimwambia pika, yeye hataki kupika, kuitengeneza. Wanatengeneza wale rafiki zetu, si mimi na mtoto wangu tunakula mpaka siku tunatoka. Kwa kweli kama kuna chakula kitamu, katapira ni moja wapo. Nasema nini? Katika stage hii ya pili, ni stage hatari, utaliwa. Kama ni Mkristo ambaye kwenye metamorphosis yako hauko mwangalifu, ni sehemu ambayo wanaliwa sana. Yani Mkristo ambaye hii ni delicate, ni mchanga laini, umenielewa? Mkristo laini hivi wanaliwa na shetani, anawameza. There are lots of predators. Kuna adui wengi, na Biblia inasema kwamba shetani kama simba ngurumaye anazunguka akitafuta mtu afanye nini? Ameze. Kama wale rafiki zangu wa Zambia wanavyowawinda hao makatapira. Katapira hakai ni mlo wa watu. Kwa kuna Wakristo hapa, usipoelewa ukabaki kwenye katapira tu hapo, unatakiwa ule sana ili ukue, utoke hiyo stage. Usipotoka wanakuja, sijasema wa Zambia, wanakuja wanakuja walaji, unaliwa, hautabaki. Wewe unaweza kufikiri uko salama. Hata huyu katapira anapokuwa pale anadhani yuko salama. Unaona alivyotulia hapa, ana raha zake, ana habari. Lakini wakimuona wanaomhitaji watamla. Kwa hiyo ni jukumu lake kula chakula cha kutosha ili ashibe, akue, aimarike, aende stage inayofuata.
Hatua inayofuata ndio ile inaitwa pupa. Unaona linavyojikusanya, ile milegelege, minyama legelege ile inaanza kusinyaa, najikonja, alafu ngozi ya juu inajiumba, inaungana, inakuwa gamba. Linapokuwa gamba, anasema humo ndani sasa hujisikiza, anajishikiza kwenye katawi. Ametoka kwenye lile jani, sasa yuko kwenye nini? Kwenye tawi. Anajishikiza hapo, alafu anatengeneza kokoni au crystals. Ndani ya kokoni mabadiliko ya ajabu hufanyika, na kiwavi hugeuka kuwa nini? Kipepeo. Akiwa mule ndani, hata wasomi wanatuambia kinachotokea mule ni muujiza. Hakuna maelezo ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ni muujiza. Ukristo ni muujiza. Unapozama katika kula na kula na kula, tutaona miujiza ya ajabu. Unakuwa mtu wa ajabu sana. Watu wanakushangaa, huyo nani? Ndio kinachotokea pale kwa huyu jamaa Mr. Kipepeo. Akiwa ndani ya lile gamba, anaimarika, anatengenezeka, anakuwa kipepeo mwenye mabawa. Mule ndani, amefinywa mule ndani. Alafu anaanza kushughulika sasa. Anashughulika mule, anapasua, anatoka. Baada ya muda, kipepeo hutoka kwenye nini? Kwenye lile ligamba. Anapopanua mbawa zake, si zilikuwa zimefunga hivi, anatoka, anajaribisha. Kuna Wakristo hawataki kujaribisha mambo makubwa ya kimungu. Umeelewa? Sasa anapofanya hivi, mabawa yake yanapanuka. Anashangaa, kumbe naweza nikaruka. Badala ya kudondoka, anapotaka kwenda kudondoka, anashangaa anaruka. Actually wanasema kwamba anapopanua mbawa zake hukauka na kuwa tayari kuruka. Yaani vimajimaji vyote vilivyokuwa anajining'iniza hivi, alafu vinakauka na mabawa yanakuwa huru kabisa. Alafu anafanya nini? Anakuwa tayari kuruka, kutafuta mwenzi na kutaga mayai. Akiruka, wenyewe walivyo wajanja, haruki peke yake, anaanza kutafuta. Kama kalikuwa kajike, kanatafuta kadume. Kama kalikuwa kadume, kanakuwa kipepeo, kanatafuta. Hivyo wanatafutana. Ndivyo uumbaji wa Mungu ulivyo wa ajabu. Hawahitaji sijui nani akawakutanishe wao. Bwana asifiwe. Hapa hata tukiwaambia msalimiane, kuna majamaa hapa yamekaa tu yamo, na kuna wadada hapa wamekaa tu wamo. Alafu ukisema msalimiane, wanaogopa hata kutazamana. Wenzako vipepeo, akili nyingi. Wanatafutana wawili, wanataga mayai. Mzunguko unafanya nini? Na kipepeo sasa anavoruka, unamwona yule rangi ya hii, kuna mwingine anatoka na rangi tofauti. Na hiyo yote hachagui yeye, anachagua nani? Mpe Bwana makofi kwa uumbaji wake. Anaruka, anaonyesha utukufu wa nani? Ndivyo ilivyo wewe. Mungu anataka uibuke, utoke, uonyeshe utukufu wa nani?